Wakristo ulimwenguni kote wameungana kuadhimisha maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka ya kufufuka kwa Mwokozi wao Yesu Kristo, ikiwa ni kumbukumbu ya zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Wakristo wametakiwa kutambua kuwa ufufuko wa Yesu Kristo ndio msingi mkuu wa imani na chanzo cha tumaini la uzima wa milele. Jeshi la polisi nchini limeonya watumiaji wa mitandao ya kijamii wanaosambaza taarifa za uzushi kuhusu madai ya wanaume kupoteza sehemu zao za siri baada ya kushikwa bega, likisema taarifa hizo hazina ukweli wowote wa kisayansi na zimechochea vifo vya watu 5 na majeruhi kadhaa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameelezea wasiwasi kwamba vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vinaweza kupunguza zaidi msaada wa Marekani kwa Ukraine, huku vipaumbele vya kimataifa vya Washington vikibadilika. Habari za sasa, mtazamaji wa Upendo TV, nikukaribisha kutazama habari usiku wa leo. Jina langu ni Gina Zekawiche, nitakuletea hapa habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema ya baraka. Heri kwenu nyote ya sikukuu hii kubwa ya Pasaka. Karibu sasa wakati huu kuweza kutazama habari, na tuanzie hapa jijini Dar es Salaam. Wakristo ulimwenguni kote waungana kuadhimisha maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka ya kufufuka kwa Mwokozi wao Yesu Kristo, ikiwa ni kumbukumbu ya zaidi ya miaka 2000 iliyopita, ikiashiria Yesu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu baada ya kufa msalabani. Kristo amefufuka. Pasaka ni sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya Kikristo na huadhimishwa na maelfu ya watu duniani kote kila mwaka, ikiashiria Yesu Kristo kufufuka kutoka kwa wafu baada ya kufa msalabani na siku ya 3 akafufuka. Akizungumza katika maadhimisho ya Pasaka kwenye ibada iliyofanyika kanisa kuu la Azania Front jijini Dar es Salaam, mkuu wa KKKT Askofu Dr. Alex Gez Malasusa amewataka Wakristo kusherehekea sikukuu hiyo wakidumisha upendo na amani miongoni mwao na jamii kwa ujumla. Na Bwana Yesu amekishinda kifo. Ndugu zangu, tunahitaji kuendelea kuwaletea watu habari njema za kwamba Kristo amefufuka, na sisi kamwe tusiwe watu wa kuleta hofu, bali tuwe watu wa kuwatia moyo wale waliokata tamaa, kwa sababu katika kufufuka manake hata yale ambayo tuliyaona yamekufa, basi tumuombe Mungu mambo mema yaliyokufa ndani ya nafsi zetu, ndani ya maisha yetu, yaendelee kuhuishwa, yawe mapya tena. Bwana Yesu apewe sifa. Viongozi mbalimbali wa serikali na kanisa wamewatakia Wakristo wote Tanzania heri ya sikukuu ya Pasaka, akiwemo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwasihi Wakristo kutumia sikukuu ya Pasaka kutafakari na kutimiza wajibu wa kujenga taifa moja imara lenye ustawi, haki, maadili mema na utu. Akihubiri katika ibada hiyo, askofu mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Kati, Askofu Profesa Hans Mwakabana amewaasa Wakristo kuishi kwa matumaini na kumpokea Yesu Kristo aliyefufuka moyoni mwao, kwa maana amefufuka kwa ajili yao. Hiyo la matumaini makubwa inathibitisha tu juu ya ukweli wa ahadi za Bwana Yesu: nitakufa, nitafufuka siku ya 3, kama alivyosema. Ahadi za Mungu, ahadi kutoka neno la Mungu ni za hakika, ni za kweli. Alisema atafufuka, akafufuka. Maana yake nini? Maana yake hata sisi kuna siku tutafufuka, tutakufa, tutalia,
tutahangaika, kuna siku hata sisi tutafufuliwa na huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye leo tunakumbuka tena kufufuka kwake. Wakizungumza kwenye kati tofauti, baadhi ya washirika waliohudhuria ibada hiyo ya Pasaka wametoa wito kwa Wakristo kutumia Pasaka hiyo kujali familia zao na jamii inayowazunguka kwa kufanya matendo ya huruma. Pokea Pasaka ya mwaka 2026 kwa furaha, na watakia Wakristo wote tuisherekee kwa furaha na amani kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuifurahie, tuisherekee na tuadhimishe, na lile lengo hasa la Pasaka tulitimize, litusaidie kutafakari kwenye maisha yetu ya kila siku kama Wakristo. Aliteswa, akafa, amefufuka kwa ajili yetu sisi Wakristo. Tuendelee kumuomba Mungu ili akavifufue vile vyetu vilivyokufa, nasi tukafufuke na Yesu katika matendo, na maisha yetu yakawe mwanga na nuru ili kuendelea kuadhimisha ufufuko wa Yesu Kristo. Nashukuru sana Mungu kwa ajili ya kipindi kizima cha Kwaresma kwa siku 40 ya mfungo, na mwaka huu tumeipokea Pasaka kwa amani na furaha, na Wakristo wote duniani pia nawatakia Pasaka njema. Haya, tukiwa bado tunasherehekea basi kufufuka kwa Yesu Kristo leo ikiwa ni Pasaka, na tusonge mbele tukielekea kule mkoani Tabora. Wakristo wametakiwa kutambua kuwa ufufuko wa Yesu Kristo ndio msingi mkuu wa imani na chanzo cha tumaini la uzima wa milele. Tupate taarifa kamili kutoka huko Tabora. Wito huo umetolewa na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Magharibi Kati, Dr. Isaac Kiswiri Laiza, wakati akihubiri katika ibada ya Pasaka iliyofanyika usharika wa kanisa kuu Tabora mjini, na kusema kuwa ufufuko wa Yesu Kristo si tukio la kawaida bali ni uthibitisho wa ushindi dhidi ya kifo na dhambi, na kwamba bila ufufuko huo imani ya Kikristo ingekuwa ni sawa na bure. Na ndugu zangu, hii inatufundisha kuwa imani ya kweli inahitaji uchukue hatua. Lakini imani ya kweli inakusukuma kuwa na bidii katika kujua kweli na kumjua Kristo. Kwa msingi huu, ufufuo wa Yesu ndio msingi wa imani yetu. Kama Yesu hakufufuka, imani yetu ni sifuri. Ndugu zangu, bila ufufuo imani yetu ingekuwa bure na wokovu wetu usingekuwepo. Tunafufuliwa kiroho. Tunatoka dhambini kwenda uzimani. Tunatoka gizani kwenda nuruni. Tunatoka kwenye hofu na kwenda kwenye ushindi. Aidha, Askofu Laiza amebainisha kuwa kanisa lina nafasi kubwa ya kuombea taifa na dunia kwa ujumla, akihimiza waumini kuendelea kumwomba Mungu ili haki ipatikane katika vita mbalimbali vinavyoendelea pamoja na changamoto zinazoikumba jamii. Dunia nzima na nchi yetu ikiwa mojawapo inapita katika changamoto nyingi. Mnasikia vita, watu wanauawa, uchumi unaharibika, mtafaruku ni mkubwa katika dunia tunamoishi. Lakini pia katika nchi yetu, kumbuka kwamba yale yaliyotukia tarehe 29 bado hayajapoa kwa kiasi ambacho tunaweza kusema kila kitu kiko shwari. Bado kuna mambo mengi yanayohitaji kuwekwa sawa na kutengenezwa ili turudi katika hali ya kawaida. Nafasi yetu kama kanisa ni kuomba ili Mungu mwenye enzi atusaidie ili turudi katika hali ya kawaida na maisha yaendelee. Lakini tuna jukumu vile vile la kuombea haki, amani, mshikamano na umoja katika taifa letu. Baadhi ya waumini waliohudhuria ibada hiyo wamesema kuwa ufufuko wa Yesu Kristo ni chanzo cha mabadiliko ya kweli katika maisha pamoja na tumaini jipya. Je, tulivyopokea huu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, sisi tumebadilikaje? Kwa hiyo na sisi natakiwa tubadilike. Kuna vitu vingi vinavyoendelea katika dunia hii. Kwa hiyo Pasaka ya leo ya kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo kwamba imekwisha. Basi tuombe neema ya Mungu ili yale yanayoendelea duniani yaishe, vita viishe, kila kitu kiishe, amani iendelee kutawala katika dunia yetu. Tuondoke tuendelee kutangaza kwamba Kristo amefufuka. Ndiyo tumaini letu la uzima wa maisha yetu, tunayemtegemea katika maisha yetu ya kila inapoitwa leo. Ani wasi wa Kristo wengine wote ulimwenguni tuendelee kumaanisha kufufuka kwa Yesu.
Yesu anapofufuka afufuke na kila kitu chetu kilichokuwa kimekufa, kila kitu chetu kilichokuwa kimeibiwa, kila kitu chetu kilichokuwa kimepotezwa na kunyang'anywa na kupokonywa. Anapofufuka Yesu, tumaanishe kwa imani ya kwamba kila kitu cha kwetu kimefufuka, na tuamini na tutembee katika ufufuko wa Yesu. Kutoka Tabora, mimi ni Happiness Palangio. Haya, na tuangazie basi habari kutoka kule Nyanda za Juu Kusini mkoani Mbeya. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde Dr. Godfrey Mwakihaba amewakumbusha Kristo kuwa kielelezo cha kudumisha amani na upendo katika jamii, sambamba na kumcha Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu na hatimaye kushinda mauti na kuwa nuru ya uzima wa milele. Emmanuel Landala na taarifa kamili kutoka huko Mbeya. Askofu Mwakihaba ametoa wito huo wakati akitoa salamu za Pasaka katika ibada iliyofanyika usharika wa Agape uliopo Uyole ya Kati jijini Mbeya, ambapo amewasisitiza Wakristo kuwa mfano bora katika utumishi wao wa kila siku. Wapendwa wa watu wa Mungu, tunaposherehekea Pasaka ya mwaka huu, tufanyike baraka na ushuhuda kwa watu wote na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Na wasihi sana wajibu wetu kama Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde ni kuendelea kumhubiri Kristo na kuendelea kuwatumikia watu wote pasipo ubaguzi wa kiroho au kimwili. Aidha, mchungaji kiongozi wa usharika huo Osia Mwakapalila amewaasa Wakristo kumtumikia Mungu katika roho na kweli, huku akieleza kuwa Mungu ndiye chanzo cha nguvu na kweli ya maisha yao, ambapo baadhi ya Wakristo waliohudhuria ibada hiyo wamemshukuru Mungu kwa ajili ya maadhimisho ya Pasaka aliongozwa na askofu wa Dayosisi ya Konde, huku wakiwahimiza wenzao kuendelea kumtumikia Mungu kwa bidii, kushiriki kikamilifu katika ibada. Kristo mfufuka, yeye ni mweza wa yote. Tumtegemee yeye hasa katika mazingira yetu ya miaka ya leo, miaka yenye imani potofu, ambapo Yesu anashinda hivyo vyote. Basi tumtazame yeye. Yesu alikuja hapa duniani kwa ajili ya kutukomboa. Alitumia upendo mkubwa kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Tuhamasike kuja kwenye ibada, lakini tuwe wahudhuriaji wazuri wa ibada zetu. Leo imekuwa njema sana kupata ugeni wa baba askofu pamoja na mkuu wa jimbo na ofisi nzima ya jimbo. Binafsi nimefurahi kwa sababu ilikuwa ni siku ya kufufuka kwa Yesu. Tumepata ugeni ambao katika mafundisho ya baba askofu pia yametupa hamasa kuwa tunafufuka na vile vyote vilivyokufa. Yaani tumepata nguvu ya ufufuko katika kufufuka kwa Yesu. Mimi tu binafsi niseme kwa Wakristo pia tujifunze ili tufufuke na yale yote mazuri, matendo mafu yao yamekufa, na tufufuke na Yesu ili tuendelee kujenga mwili wa Kristo. Nikiripoti kutoka usharika wa Agape uliopo jimbo la Mbeya Mashariki, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Asante sana mwandishi wetu Emmanuel Lulandala kutoka huko Mbeya. Na tuangazie basi kule Njombe. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kusini Njombe Dr. George Mark Fiavango amesema kuwa kupitia kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo, Wakristo wanapaswa kuondoa giza lililopo katika maisha yao na kujiepusha na maovu. Huyu hapa Erasto Kikwala anafafanua zaidi. Askofu Dr. Fiavango ameyasema hayo wakati wa ibada ya sikukuu ya Pasaka iliyofanyika katika Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania usharika wa makao makuu ya Dayosisi ya Njombe, ambapo amesisitiza kuwa kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo viwe chachu ya wanadamu kuachana na dhambi na badala yake kuishi maisha matakatifu. Na sasa sisi tunataka tumuombe Mungu ili mawe yanayofanya tusiuone utukufu wa Mungu, yanayofanya tusione utukufu wa Mungu anaotutendea sisi ayaondoe, ili tuweze kuona utukufu wa Mungu. Yapo mambo mengi ambayo ametutendea Mungu, inawezekana hatuyaoni kwa sababu kuna mawe yamekaa. Sasa ayaondoe kwa nguvu zake ili tuweze kushuhudia kwamba Yesu amefufuka. Na ndio maana wale malaika pale walifanya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, waliwauliza wale kina mama, mnamtafutaje aliye hai katika wafu? Kwa upande wake mchungaji Nelson Godiwe wa KKKT usharika wa Njombe mjini amesema kwa kupitia wokovu
upendo miongoni mwa watu unapaswa kuimarika zaidi kupitia Wakristo. Ujumbe wangu kwa Wakristo katika sikukuu hii ya Pasaka, kudumisha roho ya upendo kati ya mtu na mtu, kuondoa roho ya visasi na chuki miongoni mwa watu, kwa sababu dunia ni mahali pazuri pa kuishi tukiwa na upendo wa Mungu. Nao baadhi ya washarika wa KKKT usharika wa Njombe, akiwemo Jonas Mchami, Rauden Msemwa, Raita Mgeyekwa na Letisia Mgaya, wamekiri kuwa kufufuka kwa Yesu ni njia iliyo wazi ya kuufikia wokovu. Hapo nyuma kidogo sikuweza kupata nafasi ya kuwa na sherehe kama hii kwangu binafsi, maana kwamba nilikuwa kitandani. Lakini sasa sikukata tamaa, nikajua kwamba yupo yeye aponyaye. Na kama yupo yeye aponyaye, manake kwamba ninahitaji kumuomba kila wakati nisichoke. Hakika Mungu ameniinua tena mpaka tunakuwa tena kusherekea na kuifurahia hii sikukuu. Ukombozi huu ni ukombozi ambao kwangu hautaondoka wala familia yangu. Nimesherekea vizuri na ninamwomba Mungu aendelee kuwa nasi katika kipindi hichi cha kukumbuka, kipindi cha ufufuo, kipindi cha Pasaka, ili mambo yote tuliyopanga twende pamoja. Kwa hiyo leo tunasherehekea ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba amefufuka. Kwa hiyo na sisi lazima tufufuke, tuachane na ya zamani, tumtake Bwana aumbike upya ndani ya mioyo yetu. Kwa maana Kristo leo amefufuka. Amefufuka mioyoni mwetu. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa imani, kuamini kwamba popote pale unapokutana na gumu, tambua kwamba Yesu Kristo yale yote magumu aliyamaliza pale msalabani, na hivyo ameyafanya mapya. Yale yote ambayo mtu anapopita kwenye magumu, akumbuke kuwa Yesu Kristo alishayamaliza pale msalabani. Kutoka Dayosisi ya Kusini mkoani Njombe, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Asante sana Erasto Kikwala kutoka huko Njombe. Na tuelekee moja kwa moja kusini mwa Tanzania mkoani Mtwara. Katika kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, askofu wa kanisa Anglican Dayosisi ya Masasi Dr. James Almasi amewataka waumini wa kanisa hilo kusherehekea sikukuu hizo kwa kujitenga na watu wabaya. Huyu ni Christian Gao na undani wa taarifa hii. Akihubiri katika ibada ya Pasaka iliyofanyika katika kanisa la Anglikana Mtakatifu Mikaeli na Malaika Zote, Dr. James Almasi amesema watu wabaya ndio waliomuua Yesu, huku akiwataka kujitenga na watu hao na kuwa na bidii katika maombi. Patazameni mahali walipomweka. Lakini kabla ya maneno hayo, kuna hechi mbili pale. Hayupo hapa. Watu wabaya ndio waliofanya vikao wakasababisha Yesu Kristo kuingia kaburini. Narudia tena, watu wabaya na vikao vyao vya usaliti, vya dhuluma, vya kuua, vya kuchonga, vya kuharibu na kuiba amani ya watu. Vikao hivyo na watu hao wamemfanya Yesu Kristo aingie kaburini. Wameua maisha yao, wameua biashara yao, wameua ndoa yako, wameua watoto wako, wameua ujasiriamali wako. Watu wabaya wamekukalia vikao wakuue. Huwezi kuelewa kwa nini unaumwa wewe. Huwezi kuelewa kwa nini mabaya yanakupata wewe. Huwezi kuelewa mbona kazini kwako upatishi cheo. Watu wabaya wamekukalia ili wakuue. Nataka nikuambie, jua la haki litakuzukia katika jina la Yesu. Baadhi ya washarika waliohudhuria ibada hiyo, akiwepo Jeremia Daniel Ndinda na Agnes Martin, wameeleza namna walivyobarikiwa na ibada hiyo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii, tumefurahi. Ibada imekuwa nzuri, mahubiri yamekuwa mazuri. Tunamshukuru Mungu kwa kila ambacho kimeendelea hapa. Tunazidi kuwasisitiza watu ambao hamfikagi kanisani, sio msije, waliofika kanisani msije tu kwa sababu ya Pasaka, na ambao hamfiki kanisani basi mjumuike. Siku kama hizi ni mizuri sana kukaa mahali pa Bwana. Tunamshukuru Mungu, tunashukuru pia Upendo TV. Mungu awabariki sana, tumekuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Agnes Martin. Nipo katika kanisa la Anglican Mtwara. Kwa kweli nimefurahi sana, ibada imekuwa nzuri, ni ya baraka.
Nipende kuwatakia Pasaka njema kwa niaba ya familia yangu. Katika hatua nyingine, mchungaji msaidizi wa kanisa la TAG lililopo Shangani mkoani Mtwara, mchungaji Mapamba Lupakisio, amewataka waumini wa kanisa hilo kusherehekea sikukuu za Pasaka kwa kuacha uovu, ambapo ameeleza madhara ya dhambi kwa mwanadamu, huku askofu mstaafu George Musa akiwasihi wa Tanzania kuacha anasa katika sherehe hizo. Acha uovu. Mungu amekuja kwa ajili ya kupatanisha mwanadamu ili aweze kuweka mahusiano yake na Mungu. Wewe unapofanya dhambi, unajitenga kwenye uso wa Mungu, unamweka Mungu mbali na wewe, utakuwa mgeni wa ndani siku hiyo ya hukumu inayokuja. Acha uovu. Dhambi ni uasi. Dhambi inakutenga na Mungu. Dhambi ni uasi. Dhambi inakutenga na Mungu. Tengeneza maisha yako na Mungu. Yesu ni kwa ajili ya watu wote. Ujumbe wangu kwa Tanzania tunaposherehekea Pasaka. Pasaka ni ukombozi na msamaha wa dhambi wa wanadamu. Kwa hiyo tunapoenda kusherehekea, ninachowasihi wa Tanzania wasisherehekee kwa kufanya maovu, kutenda mambo mabaya, kwenda kufanya vitu visivyofaa. Tukumbuke kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu kutukomboa. Na alichotuachia duniani ni upendo. Na ndio maana yeye aliacha mbingu na nchi akaja duniani kwa ajili ya kutukomboa. Mungu wa mbinguni awabariki, niwatakie Pasaka njema. Asante. Nao baadhi ya waumini wa kanisa la TAG Shangani Miracle Temple waliohudhuria ibada hiyo akiwepo Andrew Mtuli, Deodata Hokororo pamoja na wengine wameeleza namna walivyobarikiwa na mafundisho ya mchungaji wao licha ya kuahidi kutekeleza yale yote waliofundishwa. Moja kati ya maeneo muhimu ambayo yamesisitizwa leo kwenye mahubiri ni pamoja na watu kubadilisha mfumo wa maisha, kwa sababu unavyokumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu, wanasema Yesu afufuke mioyoni mwetu. Kama Yesu alikufa akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu, inatakiwa pia na sisi matendo yetu mabaya yafe, badala yake yazaliwe ama yafufuke matendo mema ambayo yanampa Mungu utukufu. Hiyo ndio moja kati ya message muhimu ambazo tumezipata leo kwenye ibada ya leo hapa. Kwa hiyo tunapoenda kusherehekea sherehe hizi, tuamke kila mmoja aguswe na angalie mateso yale ambayo Bwana Yesu alimkuta na jinsi gani alitupenda akaukomboa ulimwengu na akafufuka katika mateso yale. Kwa hiyo wote tuyashike hayo, tuinuke na tuguswe katika mioyo yetu na tuendelee kutenda matendo yaliyo mema. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV. Asante sana Christian Ngao kutoka huko Mtwara, na tuangazie moja kwa moja habari kutoka kule makao makuu ya nchi Dodoma. Jeshi la polisi nchini limeonya watumiaji wa mitandao ya kijamii wanaosambaza taarifa za uzushi kuhusu madai ya wanaume kupoteza sehemu zao za siri baada ya kushikwa bega, likisema taarifa hizo hazina ukweli wote wa kisayansi na zimechochea vifo vya watu 5 na majeruhi kadhaa. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa polisi, naibu kamishna wa polisi David Misime imeeleza jeshi hilo limeanza uchunguzi na msako mkali dhidi walioanzisha na kusambaza uvumi huo. Amesema uvumi huo umeibuka katika mikoa ya Songwe, Mbeya, Dar es Salaam, ukihusishwa na imani za kishirikina na miemko ya wananchi, hali iliyosababisha baadhi ya watu kushambuliwa kwa tuhuma hizo. Jeshi la polisi pamoja na kutoa onyo kali dhidi ya wanaoendekeza upotoshaji na uzushi huo na kuusambaza kwenye mitandao ya kijamii, na matokeo yake umesababisha madhara makubwa kwa watu na familia zao. Maelekezo ya ziada yanatolewa kwa yoyote anayejirekodi, anayetengeneza vichekesho kwa kutumia uzushi huo, na wanaosambaza nao wasakwe ili wakamatwe kwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandaoni na sheria zingine za nchi. Sambamba na hatua hizo, jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu tuendelee kuelimishana kuanzia ngazi ya familia ili kuachana na tabia hizi potofu za kishirikina zinazotuletea madhara makubwa, yakiwepo mauaji na fedheha kubwa katika karne hii ya sayansi na teknolojia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, matukio awali yaliripotiwa Aprili 1 mwaka 2026 katika eneo la Tunduma mkoani Songwe, yakisababisha vifo vya watu 5 na wengine 2 kujeruhiwa.
Baadaye matukio kama hayo yaliripotiwa katika eneo la Makongolosi jijini Mbeya, ambapo watu wawili walijeruhiwa kabla ya kuenea hadi maeneo ya Kimara Mwisho na Mbezi Shule jijini Dar es Salaam Aprili 3 mwaka 2026. Kutoka huko Dodoma basi inatufanya turejee hapa jijini Dar es Salaam. Watanzania wamekumbushwa kusherehekea Pasaka kwa kuondoa chuki, visasi ndani ya mioyo yao ili Yesu Kristo mfufuka aweze kubadilisha maisha na thamani ya kanisa na taifa kuwa na maendeleo endelevu, kila mmoja kuwajibika katika utume wa utumishi wake kwa mahali alipopangiwa kutekeleza wajibu wake. Haya yamesemwa na askofu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Mashariki, Lawi Mwankuga, wakati wa mahojiano maalum na Upendo Media juu ya ujumbe wa Pasaka kwa Wakristo ulimwenguni. Na majira haya ya Pasaka tunaona upendo wa Mungu ambao tulikuwa mbali na Mungu, lakini kupitia nguvu ya msalaba. Lakini ni ombi langu kwa Mungu kwamba tunapofurahia Pasaka hii, Mungu akileta furaha, furaha ikiwapo uzalishaji unaongezeka. Furaha ikiwapo maana yake haki inatendeka, amani inatendeka. Ni ombi langu kwa Mungu aliyetujalia kufikia mwaka huu, aendelee kutujalia kuchukuriana, kuvumiliana, kuthaminiana kama binadamu. Maana Mungu angeangalia maovu yetu, hakuna ambaye angesimama. Kwa maeneo ambayo tumetofautiana kama binadamu kwa level mbalimbali, kupitia upendo wake Mungu tuweze kuendelea kusameheana na kuchukuriana. Askofu Lawi pia amesisitiza sikukuu ya Pasaka itumike kwa kila mmoja kujitathmini juu ya eneo lake la majukumu kama anawajibika ipasavyo, na pale palipo na mapungufu atume Pasaka hii kufufuka na Yesu kwa kutimiza wajibu wake ipasavyo. Kwa maisha ya ibada ni maisha ambayo yanatupa nafasi ya uhusiano wetu na Mungu. Kwa mtu hata wapo mahara pa kazi, atambue kwamba anapofanya kazi popote awapo anatimiza utume wa kimungu, maana kufanya kazi ni sehemu ya utume wa Mungu. Na kazi wayo yote haiko kazi ambayo utakuwa peke yako. Unafanya peke yako mida hiyo, lakini itahusisha na watu wengine ambao ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Kwa kazi tukumbuke na kumwabudu Mungu, na popote ufanyapo kazi ona kwamba nafanya kazi ya kitume kwa chochote unachotenda. Na ndio maana Biblia inasema ni nani wakili mwaminifu ambaye atawalipa watu kwa wakati wake. Kwa mahali pa kazi ni vizuri kukumbuka kwamba tunatimiza utume kwa tujari watu, tutimize wajibu mwema mahali pa kazi. Haya, tukitoka hapa Dar es Salaam basi tukite kambi kule Singida. Vijana nchini wametakiwa kujitunza kimwili, kiakili na kiroho ili kuwezesha kufikia ndoto zao na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Wito huo umetolewa na Mchungaji Miriam Joseph wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati wakati akifunga kongamano la Umoja wa Kristo wanafunzi wa taasisi za elimu juu Tanzania mkoa wa Singida. Kwa niaba ya Askofu Adisio Dr. Spirian Hiliti amesema vijana wanapaswa kujiepusha na mienendo hatarishi, huku akimtegemea Mungu kama msingi wa kulinda na kuimarisha mustakabali wao wa maisha. Usafi wa mwili. Vijana, mwitunze mili yenu, msiichezee mili yenu, ni kitu cha thamani. Hivyo kabla ya wakati kufika, usiweze kuruhusu watu kuionja keki yako bila sababu. Kwa watoto wa kike na wa kiume, Mungu amewaumba kwa uzuri huo, na uzuri huo msiuchezee. Msubiri wakati wa Bwana wa kuoa na kuolewa. Kwa upande wake, Dr. Tinya Ntoke kutoka Hospitali ya Rufaa mkoa wa Singida amewataka vijana kujenga uwezo wa kukabiliana na changamoto za maisha kwa kutumia maarifa sahihi badala ya kufanya maamuzi haraka yasiyo na tija. Kama kijana, kwa kuwa tunajifunza haya mambo ili tuweze kufika vizuri, ya kupasa kuwa wasikivu na kujua tunataka kwenda wapi, kuwa na ndoto zetu tutazifikia namna gani. Lakini ili tutatue matatizo yetu
lazima tutumie zile T ngapi? 3. T ya kwanza, lazima ujue tatizo, ujue njia ya kutumia na matokeo unataka yawe ya namna gani. Aidha, Mchungaji Simon Muna wa KKKT Dayosisi ya Kati amesema ili taifa lipate kizazi chenye maadili na mchango chanya katika maendeleo, lazima vijana waandaliwe katika misingi imara ya kiroho, elimu na uzalendo. Taifa bila kuwa na vijana wastahivu, taifa linaweza likawa katika hali ya kukosa viongozi bora. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa vijana, wajitokeze kwa wingi, washike mafundisho, alafu hayo mafundisho yatawajenga, yatakaa katika maisha yao yote, lakini pia ni mtakabali wa maisha yao mpaka watakapofikia uzee. Naye mlezi wa vijana UKWATA mkoa wa Singida, Mchungaji Edward Msengi, amesema baada ya kongamano hilo wanatarajia kuona mabadiliko chanya kwa vijana, yakiwemo kuimarika kwa maadili, nidhamu na uwajibikaji katika jamii, pamoja na kuongezeka kushiriki wao katika shughuli za maendeleo na huduma za kiroho. Baada ya kongamano hili, kwa kweli tunategemea matokeo mazuri. Na matokeo mazuri ni kwamba kile ambacho umekisikia leo basi kitajengwa na kitazaa matunda kwenye maisha yao. Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wamesema mafunzo waliyopata yamejengea uelewa mpana wa kukabiliana na changamoto za maisha na kuacha mabadiliko chanya katika jamii zao pamoja na taifa. Kongamano hili kwangu ni kwa mara ya 3 na shiriki, na utofauti nilouona kwa mwaka huu, vijana kwanza tumeshiriki kwa wingi tofauti na miaka mingine. Kongamano la Pasaka linatufunza mambo mengi kwa sababu tunapata kujifunza kuhusu uimbaji, stadi za maisha, na kama leo tumejifunza somo la uchumi na kijana. Kwenye kongamano hili la Pasaka linatusaidia sisi wanafunzi kukua kiroho pamoja na kujifunza elimu mbalimbali. Na turejea tena kule mkoani Mbeya. Wakristo nchini wameaswa kuishi maisha mema ya kumpendeza Mungu hata baada ya kumaliza mfungo wa Kwaresma. Taarifa ya Emmanuel Landala tena inafafanua zaidi. Wito huo umetolewa na mchungaji kiongozi Benedicta Mwaijande wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde Usharika wa Forest jijini Mbeya wakati wa ibada Jumapili ya sikukuu ya Pasaka inayoadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo, ambapo amesema kuwa pamoja na Wakristo kusherehekea ushindi wa Yesu Kristo dhidi ya mauti kupitia ufufuko wake, Wakristo wanapaswa kuendelea kuyaishi mafundisho ya imani yao kwa vitendo. Tulikumbushwa kwamba wakati wa Kwaresima ni kipindi kizuri cha kutengeneza na Bwana, cha kwenda kwenye mioyo ya toba, lakini zaidi ya yote kutenda matendo ya huruma, zaidi ya yote kuwasamehe wanaokuwa wametukosea. Hayo mambo hayaishii tu kwenye Kwaresima, yanapaswa kuendelea. Leo hii tunapokumbuka kufufuka kwa Kristo Yesu Bwana wetu, ni namna ambavyo sasa pia tunakumbushwa habari ya ushindi uliopatikana kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana kama asingefufuka, sisi tusingekuwa na matumaini yoyote. Lakini kufufuka kwa Yesu ni ishara ya ushindi. Kwa hiyo niwakumbushe wa Kristo wote, tunapoelekea katika kipindi kingine chote mara baada ya hii Pasaka, tuzidi kumtegemea Bwana. Yeye alishinda mauti na kuzimu. Hakuna jambo linalomshinda Yesu. Aidha, mchungaji Mwaijande ameeleza kuwa maadhimisho ya Pasaka yanapaswa kuwa chachu ya mabadiliko ya maisha ya Mkristo, huku akisisitiza umuhimu wa kuishi na kuwafuata maadili mema na kumpendeza Mungu katika kila hatua ya maisha. Mkristo yeyote anayemjua Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapoisherekea Pasaka, asherekee kwa kutambua ya kwamba yeye amefufuka pamoja na Kristo. Hivyo yeye anapaswa kufanyika nuru kwa wengine, kwa sababu huyu aliyefufuka Kristo Yesu, yeye ni nuru ya ulimwengu wote. Kwa na sisi sote ambao tunasherehekea kufufuka kwake, tunapaswa kuwa nuru na tunapaswa kuwa majibu kwenye jamii zetu. Tunapaswa kuwa majibu kwenye taifa la Tanzania. Tunapaswa kuwa majibu kwenye familia zetu, kwa sababu huyu aliyefufuka ndani yake anayo majibu ya maswali yetu yote. Kwa wewe kama Mkristo, tafadhali, jamii inakutegemea, taifa linakutegemea, lakini na familia inakutegemea. Simama kwenye nafasi yako ukimtegemea Bwana, lakini ukitenda matendo mema yanayompendeza Mungu siku zote. Kwa upande wao, baadhi ya Wakristo waliohudhuria ibada hiyo wamesema wameupokea wito huo kwa unyenyekevu, huku akiahidi kutekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo leo tunakumbuka
Kumbuka siku ambapo mwanaume huyu alifufuka, alitoka kwenye umauti akarudi kuwa hai. Ni jambo la kipekee sana, na ndio linaleta fahari na kutufanya sisi tutembee kifua mbele. Yesu asingefufuka, tusingekuwa na ujasiri wala na jeuri, tusingekuwa na mamlaka wala tusingeweza kutamba. Hii sikukuu inatukumbusha kwamba Kristo ni mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Kwa hiyo tunasherekea sikukuu inayotukumbusha ukombozi wa mwanadamu, upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Maana mwanadamu alifarakana na Mungu. Kwa hiyo Kristo alikufa akatupatanisha na Mungu. Hii sikukuu ni tofauti na sikukuu zingine zozote. Sikukuu hii inatufundisha vitu vikubwa sana. Kwa ujumbe wangu ni kwamba watu wote wanaposherehekea sikukuu hii, basi wahakikishe kwamba wanatafakari mioyoni mwao, na sio kulewa wala kulewa sana, kufurahi starehe mbalimbali. Hazitusaidii zaidi ya kutafakari ushindi ambao tumeupata, ambao ni wa gharama. Aliugharamia msalabani. Yesu alikufa kwa ajili yetu, alipigwa kwa ajili yetu. Kwa tunahitaji pia kutafakari kwamba je, kufa kwake kuna faida gani kwetu? Pasaka kama hii inatukumbusha ushindi wa kaburi kwa Yesu. Alivyoshinda mauti akafufuka na kila kitu kikarais kutoka kwenye kifo. Wakristo mkaazimishe sikukuu hii vyema kwa kumkumbuka Kristo na matendo yake. Yaani mkayaishi matendo mema ya Kristo. Mkaendelee kutenda mema, mkaendelee kuishi Biblia au kuishi utakatifu kila siku na kila wakati. Wito huo unakuja wakati wa Kristo duniani wakiadhimisha Pasaka inayokumbusha mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, huku Wakristo wakihimizwa kuimarisha imani na kuendelea kuyaishi matendo mema baada ya Kwaresma. Nikiripoti kutoka usharika wa Forest jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Asante sana Emmanuel Lulandala kutoka huko mkoani Mbeya. Na turejea hapa tena jijini Dar es Salaam. Wakristo nchini wametakiwa kuadhimisha siku ya Pasaka, kuhubiri habari njema za Kristo, huku wakifanya matendo ya huruma na kuendelea kutathmini upendo wa pekee wa Yesu Kristo aliyefilia msalabani. Haya yamesemwa na mchungaji kiongozi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dar es Salaam Mashariki na Pwani, usharika Magogoni, Kigamboni, Dar es Salaam, Prosper Kihangwa, na kusisitiza juu ya uthamani wa Pasaka na kuwasihi Wakristo wasishie kula na kunywa pekee, bali watambue na kuwa na ushuhuda dhidi ya misingi ya imani ya Wakristo. Lakini Pasaka si watu kwenda na kustarehe, kuingia kwenye magari na kuzunguka kwenda bichi na kadhalika. Hapana, ni siku ya kukaa na kutafakari tukio hili ambalo Yesu analifanya kwa ajili ya kumonyesha mwanadamu alivyoweza kumbeba kutoka maisha mengine na kuja kwenye maisha haya. Kwa hiyo ni siku ya kila mmoja kujifunza. Lakini wazazi kukaa na watoto wao na kuwaeleza tukio muhimu. Badala ya kwenda matembezini unamruhusu mtoto anaenda kula bigijini na pipi na vitu vingine, kaa na mtoto wako, mjengee msingi, kwa sababu na yeye hakikua hataendelea kumjengea msingi mtoto wake. Kwa maana hiyo Biblia inatukumbusha, inasema wewe usipojenga msingi leo, hakuna atakaye kuja kumjengea mtoto wako kesho. Kwa hiyo msingi tunauandaa leo. Na kanisa linatoa wito kwa Wakristo wote kuiheshimu siku hii na kuitangaza na kuishuhudia. Wale wanawake walishuhudia, angalau basi mwambie jirani kwa nini Yesu alikufa, kwa nini Yesu alifufuka, maana yake ni nini, utakuwa umemsaidia. Inawezekana pia ujumbe wako ukamleta kwa Yesu, akaona kumbe huko kuna habari njema. Mimi ninawatakia Pasaka njema, yenye amani, yenye ushindi, yenye matumaini. Na baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema wanaifurahia Pasaka kwa kuwa inawakumbusha upendo wa dhati wa Yesu Kristo juu ya mwanadamu na inawafanya wapate nafasi mpya kutathmini mienendo yao. Wito wangu kwa Wakristo wote ulimwenguni, tumruhusu huyu Yesu mfufuka afufuke katikati ya maisha yetu, afufuke katikati ya mioyo yetu, ikiwa ni kubadilisha mienendo ambayo ilikuwa sio sahihi katika maisha. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa chuo cha Covenant Institute of Tanzania pamoja na sister company ya Covenant Financial Consultants, tuna furaha kubwa kusherehekea sikukuu hii ya Pasaka pamoja na Wakristo wote ulimwenguni, na tunawakaribisha sana Covenant
mwalete vijana wenu pale, watajifunza vizuri, watafundisha pia maadili. Wito wangu katika kusherehekea sikukuu ya Pasaka anasema kwamba kila aliyenacho asimsahau ambaye hana. Tuwakumbuke zaidi wahitaji, kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili ya hawa wenye shida, walio wadhaifu, walio wagonjwa, lakini pia ambao hawana kipato. Tuwakumbuke ili tuweze kufurahi na kusherehekea pamoja nao. Natamani katika sikukuu hii ya Pasaka wakumbuke kumtumikia Mungu, maana Bwana Yesu alitoa uhai wake kwa sababu yetu. Nasi tunahitaji tumtafute kwa bidii na tumtii na tutii neno lake. Na washauri watu wote ambao tumepewa uhai na Mungu, tunapumua bure. Mungu atusaidie tuweze kukaa katika neno, maana pasipo neno hatuwezi chochote. Na tuelekee basi moja kwa moja kule mkoani Songwe. Wakristo wametakiwa kujitofautisha na mwenendo wa ulimwengu kwa kulitanguliza jina la Yesu Kristo katika kila jambo wanalolitenda, wakikumbushwa kuwa jina hilo ni kuu lenye mamlaka makubwa duniani na mbinguni na lina nguvu ipitayo majina yote. Taarifa yake Nicholas Ndabila kutoka huko Songwe inafafanua zaidi. Katika wito huo, mhubiri wa ibada hii ya Pasaka iliyofanyika mapema leo katika kanisa la KKT Usharika wa Vwawa, Clinton Sanga, amewahimiza waumini kuwa wanapaswa kulitumia jina la Yesu Kristo kama nguzo ya maisha yao ya kila siku, wakiamini kuwa ndani yake kuna ushindi, uponyaji na ukombozi wa kweli. Aidha, wameelezwa kuwa kuitangaza na kuishi na kulitukuza jina hilo ni ishara ya imani ya kweli na utiifu kwa Mungu. Jina la Yesu limepita majina yote. Nasema hivi, kansa, ukimwi ni majina, lakini jina la Yesu limepita hayo majina. Maana ukielewa kwamba hili ni jina lililo juu ya majina yote, unaposema kansa kwa jina la Yesu ondoka, usiangalia ukubwa wa jina la kansa, angalia ukubwa uliopo kwenye jina la nani? La Yesu aliye hai. Nasema hivi, ndoa yenye shida ni jina, lakini jina la Yesu limepita majina yote. Kwa hiyo unaposema kwa jina la Yesu, kwenye ufahamu wako elewa kwamba kama ndoa yenye migogoro ni jina, ili jina la Yesu limepita majina yote. Kwa hiyo linaweza likadhima hilo jina likasimama lenyewe kutawala hiyo ndoa. Nasema hivi, linaweza likasimama lenyewe kutawala hao watoto. Nasema mapepo na wachawi ni majina, lakini jina la Yesu limepita majina ya wachawi. Hata kama kuna wachawi mabichi, jina la Yesu limepita majina yote. Na ukianza kuelewa jambo la namna kama hii hapa, nasema ukienda ofisini hautatafuta hizi, utalitaja jina la Yesu aliyefunguka leo. Ukienda kwenye biashara hautatafuta nguvu za giza, utahitaja jina la Yesu aliyefunguka leo. Unasoma safiri barabarani hautaogopa, utasema nasafiri kwa jina la Yesu aliye hai. Na lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Manake anasema hivi, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa jina la Yesu. Manake kama tunaenda kanisani, tuende kwa jina la Yesu. Nasema kama tunaenda shambani, tuende kwa jina la Yesu. Nasema unaposafiri, safiri kwa jina la Yesu. Nasema unapoanza ndoa, anza kwa jina la Yesu nayo. Chochote unachokianzisha, anzisha kwa jina la Yesu. Akizungumza katika uwasilisho wa salamu za sikukuu ya Pasaka, mchungaji kiongozi wa usharika huo Ikupirika Mwakisimba amewaasa Wakristo kusherekea siku hii ya Pasaka kwa amani na upendo, akiwaasa kuziombea familia na hata taifa kwa ujumla juu ya amani kuendelea kuwepo katika nchi, jambo linaloweza kuchochea kukua kwa kazi ya Mungu. Pasaka ni amani. Pasaka ni kutakiana amani na kuombea amani. Kuombea amani katika familia, amani katika kanisa, amani katika jamii, amani katika nchi. Lakini inapobidi ni kukemea vitendo vyote vya dhuluma, watu wanaonyang'anya haki ya wengine, wanaosimama na kuondoa uhai wa wengine. Wewe sio Mungu kuondoa uhai wa mtu mwingine.
wengine. Pasaka itufundishe sisi Wakristo kuishi tofauti na wengine wasio Wakristo. Maana yake ni kwamba tuishi katika imani ya Kikristo. Imani yetu itupelekee kutengeneza na kulinda na kudumisha amani. Siku hii ya leo si siku tu ya kawaida kwa baadhi ya Wakristo katika usharika huu, wakieleza Upendo TV kuwa wameipokea siku hiyo kwa shangwe na furaha inayowapa tafakuri ya kulithamini na kulibeba pendo la Yesu Kristo kwa ukubwa mkubwa, wakieleza kuwa kufufuka kwake ni kielelezo cha limbuko la wote waliolala. Tumeipokea sikukuu hii kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa shangwe. Tunakumbusha kwamba Yesu amepigwa ili sisi tupate kupona, na tunaendelea kukumbuka, na leo tunakumbuka kufufuka kwake. Kwa kweli tumeiona siku ya leo, kwa kufufuka kwake huyu Yesu Kristo, mioyo yetu imekuwa na furaha, mioyo yetu itakuwa na mabadiliko zaidi. Ni siku ambayo imekubalika, siku iliyotukuka, siku tunayokumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia msalabani. Hakika ni siku ambayo tunatakiwa tuikumbuke kwa kutafakari na kuacha wote matendo yale tuliyokuwa tunatenda maovu, kwa sababu siku yenyewe inamaanisha kwamba alitufia msalabani, alibeba dhambi zetu kwa ajili yetu sisi, na hakika aliteswa na baadaye akafufuka kwa ajili ya uzima wetu sisi. Sikukuu ya Pasaka inatuimarisha na inatuambia kwamba kufufuka kwa Bwana Yesu, yeye ndio limbuko la waliolala, na Kristo ndio mfalme wa amani na anatuletea amani katika sikukuu hii yetu ya Pasaka. Na sisi tunaamini kabisa Yesu hajatuacha, yuko pamoja na sisi, atuongoze katikati ya maisha yetu kama vile alivyoahidi kwamba atakuja duniani kwa ajili ya kutukomboa sisi na dhambi zetu, na sisi tuko tayari kukombolewa na Bwana Yesu. Amen. Nikiripoti kutoka hapa kanisa la KKT usharika wa Vwawa mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV, amani kwa wote. Wakristo wametakiwa kuruhusu nguvu ya msamaha kufanya kazi ndani yao ili kuruhusu baraka za Mungu kuambatana nao wakati wote. Hayo yamesemwa na mwinjilisti Adelina Mghase wa KKKT Dar es Salaam Mashariki na Pwani, mtaa Makoka, Dar es Salaam, wakati akihubiri kwenye ibada ya Pasaka. Kwa hiyo leo tunaambiwa ufufuo wa Yesu ni limbuko la walio hai. Mimi na wewe tuko hai, limbuko letu liko hai. Tunaringa, tunajidai, tuna ujasiri, tunasonga mbele, tunatembea kwa kifua mbele. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ni limbuko la walio hai. Kama wewe ni mfu, huwezi leo kuwa na furaha. Haleluya. Lakini kama wewe hai, manake Yesu wetu ndio limbuko letu la walio hai, na ndio maana sisi sasa tuko hai katika Yesu Kristo. Hapo kwanza tulikuwa tumekufa katika dhambi, lakini kwa kufa pale msalabani Yesu akasema imekwisha. Baba, wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Hata na ile dhambi yako ya siri, hata na ile ya kwangu, akasema Baba, wasamehe kwa sababu hawajui watendalo. Alipomaliza kutuombea msamaha kwa Baba, akaisalimu roho yake, akasema imekwisha. Akizungumza, mwinjilisti kiongozi mtaa wa Bangulo Wallace Kiondo amesema ni muda wa Kristo kutembea na Yesu mfufuka, huku akitoa wito kwa Watanzania kuitumia Pasaka hii kufufua vilivyokufa na kuondoa chuki dhidi ya wengine. Kipekee leo tunakumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini nimewasa Wakristo ambao wanaosali ibada za matukio kipindi cha sikukuu kwamba katika ujumbe wa neno la Mungu kama nilivyohubiri pale kwamba waje katika ibada. Kwa Mkristo kila siku ni sikukuu kwa sababu Mungu ametupa uzima. Na kipekee katika Pasaka hii ni watakie Wakristo wote tusherekee na familia zetu tukiwa majumbani, tusiruhusu watoto kwenda kutembea huku na huku ili usio wakapata shida yoyote. Lakini kingine tunachomshukuru Mungu ni kwamba tumeona baraka yake kuanzia tangu kipindi cha Kwaresma mpaka kufika hatua hii. Nachosema kwamba Kristo amefufuka mioyoni mwetu, tuendelee kumtumikia kwa moyo wa furaha ili tujenge mwili wa Kristo, ili tuendelee kulijenga kanisa la Bwana. Na baadhi ya waumini wamesema kusherehekea sikukuu ya Pasaka kwao ni neema, huku wakitoa wito kwa Wakristo kuendelea kuiombea nchi na kanisa ili zidi kuwa imara.
tunatoa wito tu kwamba tuendelee kutenda mambo mema yale ambayo tulikuwa tunafanya kipindi chote cha Kwaresima. Hii ni kuonyesha Ukristo, lakini pia tunaomba Mungu aendelee kwenda kufufuka katika maisha yetu, akafufuke katika ndoa zetu, akafufuke katika biashara zetu, akafufuke katika maisha yote ambayo tunakuwa tunapata, na yeye akaweze kufufuka nayo, tukaanze kwa upya. Ni kitu kipya. Unajua, kila siku tunaona jambo jipya, na leo nimeona jambo jipya kwenye Pasaka hii, na wito wangu kwa Wakristo kwa ujumla ni kujitahidi kushiriki hizi ibada. Hizi ibada ni muhimu sana, na kanisa letu lina changamoto ya wanaume. Hata hapa kwetu Makoka nimeona kuna changamoto kubwa ya wanaume, na najua ni sharika la mitaa mingi. Kwa wito wangu, ninaomba wanawake mwalete wanaume zenu kanisani, lakini pia wanaume tuwe na mioyo ya ibada ili tumtukuze Mungu. Kwa kweli kipekee namshukuru Mungu kwa kuiona Pasaka ya siku ya leo, kwa sababu wako watu ambao walitamani kuiona hawakufanikiwa. Yamkini wako waliopata ajali, wako wengine ni wagonjwa, kuna wengine wamesafiri, lakini hawakuweza kufufuka na Yesu Kristo siku ya leo. Mimi ni nani basi? Ni neema tu. Namshukuru Mungu basi, ambayo haikustahili, lakini Mungu alituokoa, akapigwa, akatundikwa msalabani kwa ajili yangu. Nami naambia Mungu asante, hicho kibali makini kubwa sana kuniokoa mimi na familia yangu na hata watu wote wa kanisa la KKKT. Mungu nakushukuru. Tunaposema kufufuka, maana alipita katika mateso ili sisi wanadamu tuweze kuokolewa, ili sisi wanadamu tuweze kutoka katika utumwa wa dhambi ule ambao ulifanywa katika bustani ile ya Edeni. Kwa hiyo tunashangilia kwa shangwe na vigelegele tukisema Mungu asante, afufuke katika maisha yetu, afufuke katika uchumi, afufuke katika familia, afufuke katika afya, afufuke hata katika kanisa lako, paendelea kuinua waumini katika kanisa letu ili kuendelea kumtumikia Bwana kwa furaha na shangwe. Naam, na habari hiyo kutoka huko basi hapa Dar es Salaam yatuwekea tamati ya habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea hapa tutaangazia habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.